Karibu sana kwenye Kibiashara Zaidi, utaratibu mzuri ambao tuko nao tukijadili masuala mbalimbali ya kibiashara, lakini pia habari mbalimbali zinazohusiana na uchumi. Kwenye Kibiashara leo hii tunakwenda kutazama mapinduzi ya malipo kidijitali Tanzania yamebadilishaje biashara na uchumi. Na kimsingi natamani ufahamu mtazamaji wetu na msikilizaji wetu kwamba Tanzania imekuwa miongoni mwa nchi ambazo kwa bara la Afrika zina matumizi makubwa sana ya mobile money kama vile Mix na vitu kama hivyo, na zaidi ya Watanzania milioni 40 wanatumia huduma za fedha kwa njia ya simu. Takwimu zinatuambia hivyo, huku mfumo wa QR code wa malipo kupitia simu umeanza kutumika mpaka kwenye maduka kwa sasa, na wafanyabiashara wakubwa na wakati wamekuwa wakiutumia na taasisi mbalimbali. Kwenye jambo hili tunakwenda kujadili na kuangalia kwa kina, lakini swali kubwa ni hili hapa: mapinduzi haya malipo kidijitali yamebadilishaje biashara na uchumi wa Tanzania, na kwa wafanyabiashara ni faida gani ambazo wanazipata wanapotumia mifumo hii, lakini pia kwa watoa huduma na wenyewe wanalitazama kwa namna gani? Sasa hapa tunakwenda kuzungumza na watoa huduma wa mitandao ya simu, lakini pia tunakwenda kusikia maoni ya wachambuzi kuhusiana na hili. Lakini nikwambie tu, kwa mujibu wa ripoti ya mfumo wa malipo ya mwaka 2024 ya Benki Kuu ya Tanzania, wanatuambia watumiaji hai wa huduma za mobile money wamefikia takriban milioni 63.2 kufikia mwaka 2024, hii ikiwa ni ongezeko kutoka milioni 51.7 mwaka 2023. Na hii inaonyesha huduma za fedha kupitia simu zimekuwa sehemu kubwa ya maisha kila siku ya Watanzania. Lakini pia tunaambiwa mwaka 2024 thamani ya miamala ya malipo kwa simu ilifikia takriban shilingi trilioni 198.8, idadi ya miamala ikifikia bilioni 6.4. Katika hili, kwa kuanza leo hii tunakwenda kuzungumza na watoa huduma, lakini vile tutapiga story na wataalamu wa uchumi ambao watatuambia mtazamo wao katika hili liko kwa namna gani na namna gani linachochea zaidi uchumi na kukua kwa biashara zetu. Kwa kwanza tunaye mchumi CPA Shabani Hengo, yeye anatupa mtazamo wake kuhusiana na hili na uchambuzi kiuchumi na kibiashara. Uwepo wa malipo ya kidijitali kwenye uchumi unasaidia vitu vingi. Kwanza kabisa unasaidia urahisishaji wa miamala, transactions. Yani zamani ilikuwa miamala inafanyika kwa manyo, physical. Mtu anabidi asafiri mahala sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hali ambayo ilikuwa inasababisha biashara zifanye kwa kiwango kidogo, ama urahisi wa biashara, yani ugumu wa biashara uwe mkubwa. Lakini sasa kwa kutumia dijitali miamala inafanyika kwa urahisi, na maana inaongeza pia ukuaji wa biashara, lakini pia utanokaji wa biashara. Lakini pia miamala ya kidijitali, ulipaji wa kidijitali unasaidia katika kuboresha ama kukuza biashara za kimataifa. Sasa hivi unaweza ukalipa biashara, unaweza ukalipa mfanyabiashara au ukapokea hela kutoka kwa mteja wako ambaye yupo nje ya nchi. Kwa maana hiyo zamani ingekuwa ni changamoto kubwa, lakini kwa sasa changamoto inakuwa ni ndogo. Lakini hata kwa taifa kwa ujumla, kuprint fedha ni gharama, na kucontrol pia fedha mzunguko wake ni gharama. Lakini kupitia malipo ya dijitali, maana serikali sasa haina ule mzigo wa kuprint fedha, lakini pia kucontrol fedha inakuwa ni rahisi, kwa sababu malipo ya kidijitali yanakuwa controlled kiurahisi sana. Kwa maana ile movement, ile flow ya miamala inaweza kuonekana na kuwa kudhibitika kirahisi, tofauti na ile miamala ambayo inalipwa kwa cash, ambayo ilikuwa inachangia pia hata uwepo wa fedha bandia. Hizo ni baadhi ya faida chache za miamala ya kidijitali. Lakini kwenye biashara, watu wanapotumia masuala ya kidijitali, wafanyabiashara wanaolipa, kuna saidia nini hasa, au kunaongeza nini kwenye biashara zao? Kwanza cha kwanza nilichokisema ni urahisi. Unaweza kupata mteja kutoka hata mkoa mwingine, hata nchi nyingine, anaweza mteja akakulipa moja kwa moja kupitia miamala ya kidijitali, maana inaongeza ile soko lako kama mfanyabiashara. Lakini pia hata utunzaji wa fedha. Kwa zamani mfanyabiashara anatakiwa atunze cash ndani kwake, kitu ambacho ni hali ambayo si salama, ni hatari hata pia kwa maisha yake mwenyewe binafsi. Lakini sasa kupitia miamala ya kidijitali, maana yake anaweza kashika hata bilioni 2, lakini kupitia kwenye kifaa chake cha mkononi pasipo kuhold ile cash. Kwa hata usalama wake pia unakuwa ni mzuri kupitia hiyo miamala ya kidijitali. Watu wanaamini bana, ukiwa unafanya ile cash shika nikupe ndio sehemu ya mzunguko kukua zaidi na fedha inaonekana. Fedha kupitia kidijitali, wewe mtaalamu wa uchumi umesomea,
Hii inaweza kukuza kweli uchumi wetu kwa staili hiyo? Fedha kushikika si kwamba ndio inakuza uchumi. Tunachokizungumzia hapa, uchumi unasaidiwa na mzunguko wa fedha. Mzunguko wa fedha sio ile fedha ambayo imekuwa printed ndio mzunguko wa fedha. Mzunguko wa fedha maana yake ni miamala, yani kwa mtu mmoja mwingine, nunua uza, huo ndio mzunguko. Kwa hiyo bado ule mzunguko unabaki pale pale kwa sababu watu wanauziana na kununua. Hapa kilichobadilika ni namna ya kulipana, ambayo sasa kulipana kule kwa fedha ni kugumu. Kwa maana hiyo kuna mtu wakati mwingine anashindwa kufanya muamala kwa sababu hana fedha, ila fedha iko benki. Lakini sasa kwa kupitia miamala ya kidijitali hata ule mzunguko unakuwa ni mkubwa zaidi, kwa sababu mtu anaweza akalipa na hawajibiki kutembea na hela nyingi. Mtu akiwa anasafiri ni muoga kubeba keshi nyingi, kwa hiyo anaweza asifanye biashara njiani kwa sababu hakuwa na hela nyingi. Lakini kama mtu kaeka hela kwenye simu au kwenye digital banki, ina maana anaweza kafanya muamala hata kama amesafiri, kwa maana inamuongezea pia hata wafanyabiashara na wasaidia kupata wateja hata ambao zamani wangeshindwa kubeba hela kwa sababu ya kuogopa kubeba keshi nyingi. Kwa mzunguko huko pale pale, au pengine ndio unazidi kuongezeka kwa sababu ya urahisi wa ufanyaji wa miamala. Kwa kumalizia, pengine tunaiona wapi Tanzania kiuchumi kwa miaka kadhaa ijayo kuongezeka huku kwa miamala kidijitali? Kwanza ni kutanuka kwa soko, kutanuka kwa shughuli za kibiashara, lakini pia urahisishwaji wa biashara. Ina maana sasa hata wafanyabiashara wanakuwa wengi kwa kuwa motivated na namna nyepesi za kufanya biashara. Na uchumi manake ni ukuaji wa maisha ya mtu mmoja mmoja na ukuaji wa taifa kwa ujumla. Maisha mtu mmoja mmoja ni pale watu wanapofanikiwa kwenye biashara zao na shughuli zao, lakini pia taifa itakusanya kodi nyingi kama watu wanafanikiwa kwenye biashara zao, manake taifa itapata kodi, itapata ushuru na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo naona maendeleo ya kiuchumi yanakuwa mazuri inapotokea biashara zinarahisishwa na ulipaji na miamala ya kidijitali inapokuwa inakuwa zaidi. Kwa kuhitimisha, labda unalipi la kuhitimisha nalo kwa huyu ambaye anakutazama, inawezekana kwa mfanya biashara au mwanauchumi yoyote? Labda tu ningesisitiza watu waone kitu ni cha kawaida kutumia miamala ya kidijitali, lakini pia hata serikali kwa juhudi zake inaweza ikawa na promote. Of course nimeona hata mwaka jana 2025 mamlaka ya mapato TRA ilipunguza kodi ya VAT kutoka 18% hadi 16% kwa wale ambao wanalipa miamala ya kidijitali. Nadhani hizo ni juhudi kubwa sana za kusaidia ukuaji wa biashara na maendeleo ya uchumi wa wafanyabiashara na mtu mmoja mmoja, kwa maana ukifanya muamala kwa kidijitali kodi inakuwa ndogo. Ina maana serikali imeona faida, imeona kabisa umuhimu wa kusisitiza au kupush watu watumie miamala ya kidijitali. Kwa nadhani hiko kinachochea sana maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Kibiashara zaidi. Lakini vipi kwa watu wa huduma? Tunaye Miss Evelyn Roemamu, huyu ni meneja wa huduma za akiba na mikopo kutoka Mix, na yeye anatuambia juu ya swala hili la malipo kidijitali. Kwa upande wetu sisi kama Mix tunaona mwitikio mkubwa sana, hasa kwa wale wafanyabiashara wengi sana sasa hivi wanakuja kuiomba huduma ya lipa kwa simu, kwa sababu ni kati ya huduma ambazo zinaombwa sana na wateja. Wateja wengi wakifika kwenye maeneo ya biashara, swali la kwanza wanauliza, je, unalipa kwa simu? Naweza kufanya malipo kwa kupitia njia ya simu, kwa sababu tunaona matumizi ya cash yamepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni sababu moja inayoonyesha kwamba uchumi wetu unazidi kukua wa kidijitali zaidi ukitofautiana na miaka ya nyuma. Zinaonyesha kwamba zaidi wa Tanzania milioni 40 kweli wenyewe wanatumia huduma za fedha kwa simu. Hii inaonyesha nini kuhusu mwelekeo wa biashara na uchumi kama nchi? Inaonyesha jambo zuri kabisa. Cha kwanza kikubwa, inaonyesha urahisi wa upatikanaji wa huduma hizi. Miaka ya nyuma pale watu wengi walikuwa hawana simu. Cha kwanza kupata sehemu labda ya wakala kwenda kutoa pesa ilikuwa ni kitu cha kigumu zaidi. Ya sasa kwenye mikoa ile ambayo haijaendelea sana ukilinganisha na mikoa kama Dar es Salaam na Arusha na Mwanza, maendeleo kidogo yako juu zaidi ukilinganisha na mikoa mingine ambayo bado huduma za kifedha sio nyingi, ziko chini ndio. Lakini kwa sasa hivi huduma za kifedha zimekuwa ni rahisi kupatikana. Wateja nao wanatumia zaidi smartphone, na wengine bado wanatumia zaidi simu zile zingine. Kwa hiyo kwa sababu hizo huduma imekuwa ni rahisi na tunaona mwitikio mkubwa.
natamani kufahamu mmechangiaje kwenye hili ambalo tunalizungumza, kukuza hii sekta, kuonekana kwamba watu wanaongeza zaidi matumizi ya malipo ya kidijitali kwa wafanyabiashara na Watanzania kwa ujumla. Sisi kama Mix, hilo ni dhumuni letu kubwa la kwanza, kuhakikisha kwamba tunaleta huduma nyingi zaidi ambazo zitamfanya mteja atake kutumia huduma za kidigitali na kuacha kutumia huduma za cash. Huduma ya kwanza ni hiyo ya lipa kwa simu, ambayo ni huduma kubwa kabisa. Sasa hivi ukienda sehemu nyingi sana lazima utakutana na lipa kwa simu, na wateja wengi wamekuwa wakiitumia kwa kasi zaidi. Lakini tuna huduma zingine nyingi za kifedha, huduma za mikopo, huduma za kuweka akiba. Tuna huduma ya mikopo kama huduma yetu ya Boostisha, ambayo inamwezesha mteja kukamilisha miamala pale anapokuwa na pesa pungufu, na anapokamilisha miamala ni miamala ya malipo sana sana, kwa sababu vitu vingi anavyoweza kutumia kwenye simu yake ni kuhakikisha malipo yake yanafika, kuhakikisha anapotuma pesa kidigitali pesa zinaenda kwa haraka zaidi. Lakini pia tunawatengenezea huduma za akiba, kuhakikisha pale anapopata pesa ambayo imekuwa nyingi zaidi, aweke kidogo akiba kwa ajili ya kesho yake, na aweke akiba kwa ajili ya situation ambazo zinaweza anakuwa hajazitegemea, na anakuwa na hela karibu ya kutatua matatizo mbalimbali. Lakini natamani kujua kwa wafanyabiashara ambao wanatazama sasa hivi, inawezekana anatumia huduma za kidijitali ama yule bado hajaanza kutumia huduma za kidijitali. Kuna faida gani kubwa kupokea malipo kidijitali kwa huyu mfanyabiashara, lakini Mtanzania mwingine yote? Mfanyabiashara anaweza kupata manufaa mbalimbali kwa kuweka kufanya malipo yake kidigitali. Faida moja kubwa ni usalama wa pesa zake. Faida nyingine nzuri zaidi ni kupata uhakiki wa taarifa za biashara yake. Pale wateja wake wanapopokea malipo kidigitali, anakuwa na uwezo wa kujua siku ya leo ameifungaje, amepata malipo ya kiasi gani, kwa yale malipo aliyopata kiasi gani, je, stock iliyoko kwenye biashara yake imebaki ya kiasi gani, kwa sababu hizo ni taarifa ambazo kama ni mfanyabiashara mwenye biashara nyingi inaweza kumchukua muda kidogo kuzipata kwa haraka. Lakini kama malipo yake yako kidigitali, kwa mauzo ya siku, kwa haraka kwa mfanyabiashara ambaye anaijua biashara yake vizuri, ana uwezo wa kupokea taarifa ya haraka, ana uwezo wa kujua biashara yake imesogea kwa kiasi gani hata pale anapomfunga siku yake, na pia anaweza kupata ripoti nzuri zaidi ya mwelekeo wa biashara yake. Kwa tunawasa wafanyabiashara wengi zaidi wabadilishe mifumo yao, watoke kwenye mifumo ya kutumia pesa taslimu, lakini waingie kwenye mifumo ya kutumia pesa kidigitali, kwa sababu ni salama, ni rahisi, na itamwezesha kukuza biashara yake kwa upana zaidi. Kibiashara zaidi. Nilikuwa napitia taarifa mbalimbali benki kuu, na moja ya kitu ambacho niliona kimeandikwa pale ni kuhusiana na matumizi ya QR code kuwa zaidi na watumiaji kuongezeka maradufu. Wanasema sasa hivi wafanyabiashara, watumiaji mbalimbali wanasema mfumo wa QR code kwa malipo kwa simu umeanza kutumika mpaka kwenye maduka ya kawaida kabisa. Nitamani kufahamu sasa, unaweza kutuambia kidogo kwenye mfumo wa QR code sasa ambao unaonekana kuingia zaidi kwenye matumizi na watu wanaokopa, kwa namna moja au nyingine unarahisisha vipi ili likae vizuri zaidi? Unarahisisha vipi ikiwa kama ni wafanyabiashara na taasisi nyingi zinautumia, na inarahisishaje malipo kwa wateja na wafanyabiashara? Sawa. Mfumo wa QR code ni mfumo mzuri kabisa, ni mfumo salama, na ni mfumo rahisi kabisa wa kutumia pale unapotaka kufanya malipo kidigitali. Pale mteja ama mnunuzi anapofika kwenye sehemu ya biashara ama ya sehemu ambayo anataka kununua huduma ama kupata huduma tofauti, anachotakiwa kufanya ni kuscan tu ile QR code, na pale anaposcan kwa haraka zaidi anapata taarifa
taarifa za huyu mfanyabiashara anayetaka kumlipa, na anaweza kuconfirm kwamba je, ni huyu mfanyabiashara ama ni mfanyabiashara mwingine yoyote, na baada ya pale ana uwezo wa kuweka kiasi anachotaka kulipia na kuingiza pin yake ili aweze kukamilisha muamala. Kwa ni huduma fupi zaidi ukilinganisha na huduma ambayo zamani tulikuwa tunatumia USSD. Inabidi mteja aingie kwenye USSD yetu, aingie kwenye mfumo wa lipa kwa simu, na baada ya hapo ndo aanze kuingiza namba za mfanyabiashara huyo. Lakini kwa mfumo wa QR code anaweza kufanya kwa urahisi zaidi, na ni salama na ni mahususi mzuri ambao unamwezesha yeye kupata confirmation ya mfanyabiashara anayetaka kumlipa. Nitamani nipate mtazamo wako madam. Haya malipo ya kidijitali sasa hivi unavyoona wewe yamebadilisha biashara kubwa na kati wa Tanzania sasa hivi. Hiyo mifumo kila kona sijui nini yani kama sikilizio. Mix yani sasa hivi ni mwendo wa mix, yani unajua sasa kama mimi nikienda sijui dukani kununua nini namaliza tu. Unaona imebadilisha nini hasa kwa biashara? Imebadilisha, cha kwanza imesaidia kuongeza ujumuishaji wa kifedha. Najua taasisi nyingi za kifedha zina dhumuni kubwa sana kuhakikisha ujumuishaji wa kifedha ni kitu ambacho tunaweza kukipata. Sasa kulingana na uchumi wetu jinsi ulivyo, huduma hizi zinasaidia sana kuongeza ujumuishaji. Wafanyabiashara wa aina zote bado wanaweza kupata hizi huduma. Sasa hivi tumefika mpaka sehemu ambayo unaweza ukapita masokoni ukakuta wakina mama wana hizi QR code. Ni kitu ambacho mifumo ya zamani ilikuwa haina. Zamani ulikuwa unakuta wafanyabiashara wakubwa ndo wanakuwa na huu mfumo wa QR code wa kufanya malipo, lakini sasa hivi unaweza hata ukapanda bodaboda akakwambia na QR yangu, unaweza ukafanya malipo pale. Unaweza ukaenda sokoni ukamkuta mama naye ana QR code yake na anapokea malipo kwenye mfumo wa simu. Na kikubwa zaidi ni kumwezesha huyu mfanyabiashara kupata huduma zingine kwa uharaka zaidi. Pale zamani mfanyabiashara huyu alitakiwa anatoka anaenda tena kwa wakala anaingiza pesa pale, sio kitu kibaya, lakini kwa sasa hivi kwa sababu anapokea pesa directly kwenye account yake ya biashara, ana uwezo pia wa kuseparate pesa zake za yeye kama yeye na pesa za biashara. Kwa sababu zamani kwa wengine walikuwa wanashindwa kutofautisha, hii ni pesa yangu mimi kama Avelin, lakini kuna wakati naweza nikawa na biashara yangu ndogo na nataka kuhakikisha pesa za biashara nimeziweka pembeni na pesa za biashara zinatumia matumizi ya biashara peke yake na sio matumizi mengine yoyote. Kwa hiyo separation ya kwamba hii ni pesa ya biashara na hii ni pesa yangu binafsi, upatikanaji wa huduma zingine kwa uharaka zaidi, kupata zile taarifa kwamba leo kwa haraka nimefanya mauzo ya shingapi, anaweza kupata zaidi kwa sababu anaweza akapata statement ya mauzo yake hata ya kwa siku, ya kwa mwezi, ya kwa wiki. Anaingia tu kwenye mfumo wetu na anaomba taarifa hizo. Hivyo ni vitu ambavyo ni vitu vizuri zaidi kwa mfanyabiashara kwa sababu anakuwa anafanya maamuzi mazuri kulingana na jinsi biashara yake inavyokuwa. Kibiashara zaidi. Sasa kama Mix, nini mmekuwa mkifanya nini kuhamasisha zaidi wafanyabiashara wadau ambao wako kwenye mnyororo wa thamani kujiwekeza huko, lakini pia kutumia zaidi malipo digitali? Labda mmekuwa mkihamasisha vipi au kuna ofa, kuna nini hivi? Sisi kama Mix tumekuwa na kampeni tofauti. Kama unakumbuka Januari Disemba hapa tulimaliza kampeni yetu ya magift ya Mix Pesa, na kampeni hili ilikuwa ni mahususi kuhakikisha wateja na wafanyabiashara wanafanya miamala yao zaidi kwenye huduma kwenye mfumo wetu wa Mix, ili kuhakikisha wanafanya malipo zaidi kidigitali. Wanatumia huduma mbalimbali kidigitali ili waweze
kuwa washindi kwenye hiyo kampeni yetu ya gift ya MixPesa. Lakini miezi michache nyuma pia tulikuwa na kampeni yetu ya kila hatua na Mix, na kwenye kampeni ya kila hatua Mix tulikuwa tunataka kumuonyesha Mtanzania na mfanyabiashara kwamba sisi tuko naye kila hatua ya maisha yake, pale anapoamka, anapotoka kwenda kwenye biashara zake, anapofanya zile biashara zake, anapotaka kufanya akiba, anapotaka kuongeza capital ya biashara yake, anaweza kutumia huduma mbalimbali za Mix. Kwa hiyo hizi ni kampeni mbili kubwa ambazo naweza nikaziongelea, ambazo zinaonesha dhahiri kwamba Mix tuko hapa kuhakikisha wateja wetu na wafanyabiashara wanapata elimu zaidi na wanapata ujuzi zaidi ya namna gani ya kutumia huduma hizi za kidigitali. Tuna huduma mahususi mbili. Tuna huduma ya Nivushe Plus ambayo inakuwezesha kupata mkopo mpaka kiasi cha shilingi milioni 2, tena kidigitali kwa haraka zaidi. Unaingia tu kwenye mfumo, unakopa pesa na papo hapo pesa inaingia kwenye simu yako. Kwa hiyo pesa hii kama nilivyosema ni kiasi cha mpaka shilingi milioni 2. Kwa yule anayeweza kupata kiasi hicho, anaweza kutatua matatizo mbalimbali ya kibiashara yake. Kuna wakati mfanyabiashara anafanya biashara zake lakini malipo kidogo yanachelewa. Mfanyabiashara anataka kuongeza stock kwenye biashara yake kwa sababu wateja labda wameongezeka. Kwa mfano sasa hivi ni kipindi cha Kwaresma na Ramadhan, sasa wakina mama ama watu wenye migahawa wanapotaka kuongeza labda chakula kwenye biashara zao ama vitu bidhaa mbalimbali, anaweza kama amepungukiwa pesa anaweza kukopa na kutatua matatizo haya. Na pale ambapo amepata malipo ya biashara yake, analipa na anaendelea biashara yake bila tatizo lolote. Pia tuna huduma ya Boostisha ambayo inakuwezesha kukamilisha miamala pale unapokuwa umepungukiwa pesa. Kwa hiyo uko pale dukani, unataka kuongeza labda kilo zako 100 za mchele zimepungua, unachukua stock yako, unaenda unakamilisha kile unachotaka kukifanya, na pale unapopata malipo unalipa na tunaendelea na wewe. Kwa ujumuishaji wa kifedha ni kitu kikubwa zaidi ambacho tunataka kuhakikisha tunakipata, lakini tunataka wateja wetu pia watatue matatizo yao madogo madogo bila kupata changamoto yoyote, kwa sababu wateja wengi hawa ni wateja ambao labda wanaweza wakifika benki wanaweza wasiwe na vigezo vya kukopesheka, lakini sisi tunahakikisha mteja huyu tunampa uwezo huo kidogo kidogo na anapanda mpaka anafika viwango vya juu zaidi. Yes, bila shaka kuna mambo tumechukua kutoka kwa wataalamu hao ambao tumezungumza nao siku hii ya leo kwenye kibiashara zaidi. Ni jambo jema sana kufahamu kwamba dunia ya biashara inabadilika kwa kasi kubwa sana. Leo hii pesa sio lazima ibaki kufanyika mkononi au benki pekee. Sasa ipo pia mikononi mwako kupitia simu yako. Tanzania ikiwa na zaidi ya watumiaji wa huduma za fedha kwa njia ya simu milioni 40, inaonesha wazi kwa uchumi wetu unaingia kwenye zama mpya za kidijitali. Lakini swali la msingi limebaki kwamba je, sisi kama wafanyabiashara na wananchi tumejiandaa kutumia fursa hii kikamilifu? Kwa sababu malipo kidijitali sio tu urahisi wa kutuma au kupokea pesa, bali ni daraja la kuimarisha biashara, kuongeza uwazi wa uchumi na kufungua milango mipya ya kifedha. Hii ndio Tanzania mpya ya uchumi wa kidijitali. Kwa wakati wote ulikuwa nami John Lawrence Rupokela, na hii ni Kibiashara. Mpaka wakati mwingine.